Na mpenzi mtazamaji wa TRC Mzundu TV and NDC, bado tena tupo ndani ya ukumbi huu wa NDC, na hapa tunakwenda kumsikiliza mdhibiti ubora wa elimu halmashauri ya wilaya ya NDC, naye akitoa hotuba fupi kwa watumishi wa idara ya elimu msingi waliohudhuria hapa ndani ya kikao hiki ambacho ni kikao kazi. Lengo kubwa hasa ni katika swala mazima ya uhimizaji wa uwajibikaji na utumiaji wa tehama katika swala zima la ufundishaji. Karibuni sana. Asubuhi tulikuwa na kipindi cha kufundisha mfumo wa udhibiti ubora wa shule, lakini hatukufanikisha sana kwa sababu ya muda na umeme ulikuwa umekatika. Kwa hiyo nimeshauriana na baadhi ya watu, naona nitumie maafisa elimu kata na mwalimu mmoja ambaye nafikiri ni competent kwenye mambo ya mifumo, waje kesho pale TRC wapate ile dozi tuliyokusudia. Wakishapata hiyo dozi kwenye kata yako, hao wawili waliofika wakafanya hicho kitu. Muda sio mrefu, maelekezo yalikuwa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 4 tuanze kukagua kwa kutumia mfumo. Kwa hiyo niombe sasa, kesho afisa kata pamoja na mwalimu mnayefikiri kwenye eneo lenu, kwenye kata yenu ni mzuri sana kwenye mifumo na makompyuta hayo. Ukishapata hiyo dozi, niombe ndani ya wiki hii, aidha kesho kutwa au kesho kutonogoo, Kiswahili watu wananipiga tena, iwe imekamilika. Itakuwa rajiwa salama salimini. Lakini nishukuru Mungu kwa kupata elimu nzuri. Wote tumepata elimu nzuri hapa. Katika vyote vilivyotolewa hapa ni elimu. Aidha umepata zawadi au hukupata. Imekufanya ufikiri zaidi, kuona ni wapi unapotakiwa kuboresha zaidi. Kwa hiyo wale ndugu zangu walimu wakuu na maafisa elimu kata ambao hawakupata chochote, waendelee kutafakari utendaji wao, wajue ni wapi pa kuboresha, ili mwaka kesho Mungu akitupa afya njema tena tuweze kupata zawadi. Lakini la pili, tangia alipofika mkuu wa wilaya alipofungua kikao chetu mpaka sasa hivi tumejadili mambo mengi sana. Naamini yule mwenye notebook kama mimi nimejaza kurasa 2, wewe nafikiri umejaza 3. Ninachotaka kusema ni nini? Kila mtu asimame kwenye eneo lake. Mimi ni mwalimu mkuu, nisimamie taasisi yangu. Mara kwa mara nirudie majukumu ya mwalimu mkuu ni yapi. Mimi ni afisa elimu kata, nijue majukumu yangu ni yapi, nifanye nini ili kuboresha eneo langu. Kwa maana gani? Sisi wote tuliokaa hapa ndani, mwalimu mkuu, afisa elimu kata, mdhibiti ubora wa shule, afisa elimu wa wilaya, afisa taaluma, TSC, sisi ndio tunajenga familia ya elimu msingi katika halmashauri hii. Mafanikio na kutokufanikiwa kwa elimu ya shule za msingi yanapokuwepo, sisi hapa kama familia ndio tutakaonyoshewa vidole. Uongo kweli? Sisi hapa tuliokaa hapa ndani muda huu ndio tutakaonyoshewa vidole. Kama tumefaulisha, tutaambiwa wamefanya vizuri. Kama tumefelisha, sisi wote hapa tutaambiwa hakuna kitu tunachokifanya pale Handeni. Hakuna kitu tunachokifanya katika kata ya Mkata. Hakuna kitu tunachokifanya katika kata ya Kamsisi. Na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ndugu zangu, niombe kila mtu asimame kwa miguu yake katika eneo lake. Tunapata zawadi. Zawadi hiyo ikupe motisha wa kufanya wonders, ufanye maajabu zaidi. Kuna shule mimi naipenda sana, ziko mbili, Isafina na Tewe. Tewe ukiangalia ufaulu wa darasa la 4 yupo, ukiangalia ufaulu wa darasa la 7 yupo, ukiangalia ufaulu wa mwaka jana, sina ile analysis hapa lakini naamini alikuwepo. Uongo kweli? Hizi taasisi mbili zilikuwepo. Kwa Kiingereza wanaita consistency. Yaani una maintain kwamba mimi ni
mtu wa kufaulu. Kama tunavyoifahamu Simba ni timu inayocheza kimataifa na inafanikisha. Uongo kweli? Kwa hiyo hata Yanga wanakubali kwamba Simba inaposimama kwenye kimataifa inawakilisha taifa inavyotakiwa. Hivyo basi unaposimama kwenye taasisi yako, naomba uwe na consistency. Ujue kata fulani ina perform kwa sababu fulani yuko pale. Shule fulani ina perform kwa sababu fulani yuko pale. Amesema kiongozi wangu wa DC hapa asubuhi kwamba tumeweza kufanikisha ufaulu mzuri wa halmashauri yetu kwa sababu Mama Nyoka anatabasamu. Hana tatizo na mtu. Uongo kweli? Hamgombezi mtu. Anamgombeza taratibu na huko anatabasamu. Akauliza na Maro naye vipi? Akasema mkiniangalia vibaya mambo yangu yatakuwa mabaya. Lakini nao katabasamu kwamba mambo sio mabaya. Kwa hiyo ndugu zangu wote tusimame ili tuweze kufanikisha halmashauri yetu iweze kung'aa zaidi, ionekane kitaifa na hata kimataifa. Teknolojia. Naomba wote tuimarike huko kwenye sayansi na teknolojia. Taasisi yako, kuna watu ambao ni wabunifu kwenye taasisi zetu. Tuna huu mtaala ulioboreshwa, kuna mambo ya kutopeka. Na hata sisi kwenye idara yetu tumeongeza nyanja. Kuna nyanja inayoitwa ya teknolojia. Sasa ni kitu gani pale kwenye shule yako kinachoonyesha kuna teknolojia inayotumika kwenye ufundishaji na hata mambo mengine? Ukipita jengo la mkurugenzi hapa asubuhi, watumishi wote wanaenda kuonyesha tu, hamna haja ya kuandika kalamu. Inasema tu umefika saa ngapi. Sasa kwenye taasisi zetu kila mtu kwa kutumia akili yake, wafadhili na nini, wanatakiwa waboreshe teknolojia kwenye shule. Kama hao nilioambia wameshaanzisha TV ya YouTube, Mzungu sijui nini, subscribe na kadhalika. Sasa kila mtu kwenye eneo lake aboreshe mambo haya. Kabla sijamalizia, kwa sababu najua tumechoka na wengine tunakwenda mbali na jiografia imebadilika huko, watu wanafikiria mara mbili, nitoe matangazo mawili kabla. Nikiripoti kutoka ukumbi wa halmashauri ya wilaya Handeni, mimi ni Chisco wa TRC Mzundu TV Handeni DC.